Ndugu zangu wa Tanganyika, mambo vipi? Jamani, kuna haja ya kuongea sana. Hamwezi amini, tumezuia wizi ambao ulikuwa utokee bandarini. Hii serikali ilikuwa kwa siri imetangaza ada mpya za bandari kwa madai kwamba hiyo pesa ambayo wanaenda kuikusanya, hiyo kodi mpya ya magari ya bandari yanayotoka bandarini, wanaenda kwa ajili ya kufanyia marekebisho ya bandari. Lakini bandari tulikuwa tumesha binafsisha kwa DP World. Yani tunambinafsishia mtu bandari, lakini bandari tunaenda kuirekebisha wenyewe kwa pesa zetu. Ili hali kipindi wanaibinafsisha, walikuja hapa wakasema wanaibinafsisha kwa sababu TPA walishindwa kuifanyia marekebisho na walishindwa kuboresha. Lakini sasa hivi wametuongezea kodi ambayo hiyo kodi ni ya marekebisho. Kuna faida gani kuna faida gani ya kumpa hii bandari DP World kama marekebisho na maboresho tunafanya wenyewe? Wao kazi yao ni kukusanya tu pesa na kula pesa. Sasa watu wameongea, wamepiga kelele, serikali yenu imesema imepause hiyo kodi. Sio kwamba wameifuta, itaanza mwezi wa 5 au wa 6. Wameipause kwa sasa hivi kwa sababu watu wamepiga kelele. Kwa hiyo ndugu zangu nawaambia, kuna faida kubwa sana ya kuongelea haya mambo. Kuna faida kubwa sana ya kuwa proactive na kupiga kelele uhuru unapotokea wenyewe. Kwa sababu kwenye kodi mpya, imagine ingekuwa siwezi kelele, gari ambayo ilikuwa inatolewa bandarini kwa 230,000 ilikuwa inatolewa kwa 1,200,000 na 200,000. Gari ambayo ilikuwa itolewe kwa 500,000 ilikuwa inatolewa, yani ilikuwa kodi mpya ilikuwa ni 300,000 na 400,000. Mnaona hiyo difference? Watu wamepiga kelele, wameipose.